Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa The Final Warning TV, ni siku nyingine ambayo Bwana ametupatia nafasi ya kuweza kukutana hapa, kuweza kupata nafasi nyingine kujifunza neno la Mungu, kweli zake katika siku hizi za mwisho. Ninaendelea kuwashukuru wale ambao wameendelea kufuatilia masomo ambayo tumeendelea kujifunza, lakini wale ambao wameendelea kuombea media hii ili tuendelee kusonga mbele tunapoelekea ukingoni kabisa mwa historia ya ulimwengu huu. Lakini wewe ambaye umeendelea kuniombea, basi Mungu azidi kuwabariki. Naamini sote tunabarikiwa kupitia masomo mbalimbali ambayo tumeendelea kujifunza kupitia media hii ya The Final Warning TV, na kwa neema ya Kristo tutaendelea kujifunza na kumbuka nini ambacho kimejengwa hasa katika media hii. Masomo gani ambayo ninatamani tuendelee kuyaangalia, na kile ambacho ninatamani kila mmoja tuendelee kukiangalia ni kile ambacho kitatusaidia kujiandaa kwa ajili ya wakati unaokuja. Kwa hiyo tutajikita zaidi katika kuangalia nini tunahitajika kufanya, lakini wakati mwingine tutaona nini kinaendelea, kwa sababu tumeambiwa we have to tell the people where are we in this history of prophecy. Lazima tuambie watu kwamba tupo wapi katika historia ya unabii. Lakini zaidi ya kuambia watu, lazima tuwaambie watu sasa tunapaswa kufanya nini. Nini tufanye kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya kuokolewa, tunahitajika kufanya nini. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tumekuwa tukijifunza katika masomo mbalimbali ambayo tumeendelea kujifunza katika media hii, na ninaamini wale ambao wamefuatilia kwa uaminifu kabisa, kuna mambo mengi ambayo wameendelea kujifunza, kama ambavyo mimi pia nimeendelea kuyapata mengi kupitia media hii ya The Final Warning TV. Na jina la channel hii tunaipata kwenye kitabu cha The Great Controversy chapter 38. Basi kabla hatujaanza somo letu la leo, ni kukaribisha tupige magoti kwa ajili ya ombi. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa wakati mwingine ambao umeruhusu tuweze kujifunza. Msikilizaji ambaye tuko pamoja na mtazamaji wako, tunasema mapenzi yako yatimizwe kwa kuruhusu ujumbe huu tuweze kusikia. Nena nasi, nena na kila mmoja wetu, tukaisikia sauti yako kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari wa 13. Anasema, lakini watu wabaya na wadanganyaji, lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Kumbuka Timotheo katika sura ya 3 ukianza katika mstari wa kwanza, Timotheo anazungumzia katika siku za mwisho. Siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari. Nyakati za hatari anasema watu wabaya wataendelea. Watu wabaya na wadanganyaji. Watu wabaya na wadanganyaji. Pigia mstari hayo maneno. Watu wabaya na wadanganyaji. Anasema wataendelea. Wataendelea. Watu wabaya na wadanganyaji. Nini anasema? Wataendelea na kuzidi kuwa waovu. Kwa hiyo watu wabaya na wadanganyaji kundi moja wataendelea. Yaani watazidi kuwepo, watazidi kudanganya na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Watu wabaya na watu waovu. Watu wabaya, watu waovu watazidi kuendelea wakidanganya na kudanganyika. Hilo lilikuwa ni onyo, na ni onyo kwa siku za mwisho. Siku za mwisho ambazo tunaishi katika wakati wetu, tunaambiwa watu wabaya na wadanganyaji wataendelea. Kwa hiyo kutakuwepo na watu wabaya, lakini kutakuwepo na madanganyo. Ukirudi katika waraka wa Timotheo huyo waraka wa kwanza sura ya 4, kuna onyo lingine tumepewa katika siku za mwisho, watu wabaya na wadanganyaji. Nini kingine? Anasema basi Roho anena waziwazi. Roho anena waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Wengine watajitenga na imani. Sikia, anasema wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo kuna watu siku za mwisho watajitenga na imani, lakini watasikiliza nini? Roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. 2025 Pope Leo wa 14 mjenzi wa madaraja. 2025 Pope Leo wa 14 kujenga madaraja.
ulimwengu kukusanywa katika kundi moja, kumalizika kwa ujenzi wa sanamu ya mnyama. 2025 Pope Leo the 14th, the builder of the bridges, mjenzi wa madaraja. Tutaenda kuona ni namna gani Pope Leo wa 14 anakuja kama mjenzi wa madaraja. Tutaangalia ni madaraja gani ambayo yamejengwa, lakini tutaenda kuangalia kile ambacho nimekitaja kwamba sanamu ya mnyama inaelekea kuishia kukamilika ujenzi wake. Sanamu ya mnyama, as we have been told that the image of the beast will be the greatest test of the people of God. Tumeambiwa sanamu ya mnyama ndiyo itakuwa ni jaribu kuu kwa watu wa Mungu. Sanamu ya mnyama ndiyo itakayokuwa ni jaribu kuu. Kwa hiyo tutaenda kuona vizuri kabisa nini ambacho Biblia inafundisha kuhusiana na sanamu ya mnyama, lakini ni kwa namna gani ni jaribu kuu kwa watu wa Mungu. Lakini kama tulivyoambiwa katika siku za mwisho will be a perilous day, siku za hatari. Tunaambiwa huyu anaitwa Pope Leo the 14 anakuja kusimama na ajenda yake peace and unity. Peace and unity. Hiyo ndiyo core objective au core agenda of Pope Leo the 14, Papa Leo wa 14. Ajenda yake kubwa ama msisitizo wake mkubwa ni peace and unity, amani na umoja. Tutaenda kuona, huenda tusione kwa nini amani hii tutaona ni gani, lakini hasa tutaenda kustick what is this stated as a unity, what kind of unity will be. Tutaenda kuona huu umoja unadai kama ni ajenda yake kubwa kabisa Pope Leo the 14 ni umoja wa namna gani. Tutaenda kuona vizuri mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Hicho ndicho ambacho tutaenda kukiangalia katika kitabu kile cha nikumbushe kitu fulani katika kitabu cha Mathayo sura ya 26. Kitabu cha Mathayo sura ya 26 tunaangalia katika kipindi kile ambacho tunaishi kinalingana na kipindi gani? Kipindi kile ambacho Mwokozi wetu mpendwa Yesu Kristo akiwa katika ulimwengu huu. Mathayo sura ya 26 mstari wa 14. Matthew 26 verse 14 through verse 16. Tufike hapo. Mathayo 26 mstari wa 14 anasema, wakati huo mmoja wa wale senashara jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani. 15 akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Mtanipa nini? What thou gives me, mtanipatia nini ili nimsaliti kwenu katika wakati huu tunaoishi? Moja, wasaliti, watu wabaya na wadanganyaji wataendelea. Sasa nadhani hapo unaanza kunielewa. Watu wabaya tunakuja kuona kwamba ni kundi gani la watu wabaya. Yuda Iskarioti anakuja kuungana na makuhani, wakuu wa makuhani, kwa kitendo kimoja kumtesa ama kumsulubisha mwana wa Mungu. Na tunaishi katika wakati huo, watu wabaya, apostate, those who are believing, those who are professed to believe the truth of this time, wale ambao wanajidai kuamini ujumbe wakati huu, lakini tunaambiwa they have not been sanctified with those truths, hawajatakaswa na ukweli huo wanaodai kuamini. Yani ukweli huo haujafanyika kuwa kanuni ya maisha yao, hawauishi ukweli huo. Moja, wataacha imani yao. Timotheo wa kwanza 4. Nyakati za mwisho watajitenga na imani, wakidanganya, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Hawa wanaitwa watu wabaya. Wanadai kuamini but they can't live as if how they profess to believe. Hawaishi kwa vile ambavyo wanadai kuamini. Watu wabaya wanaenda kuungana kundi la makuhani na kuwa na ajenda moja. Ajenda gani? Kumsaliti mwana wa Mungu. Hiyo ndio wakati ambao tunaishi. Wakati huo tunaletewa huyu anaitwa Pope Leo the 14 as a builder, mjenzi wa madaraja. Mjenzi wa madaraja ya kuunganisha, ya kurejesha majeraha yaliyokuwa yana ile kidonda cha muda mrefu kilichoelea. Sasa Pope Leo the 14 anadai yeye amejitolea. Tutaenda kusoma vizuri kabisa, si maneno yangu, tutaenda kusoma vizuri. Amejitolea kuponyesha kidonda hicho, kidonda cha muda mwingi, kidonda cha karne nyingi, kidonda cha utengano. Anakuja kujenga daraja. Lakini sisi tunalo daraja moja tu. Yohana 1:51. Kitabu cha Yohana 1:51, sisi tunalo daraja moja tu.
Yohana 1:51, sikia. Anasema, akamwambia, amini nawaambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Huyu anayetajwa ni Kristo, ambaye ndiye ngazi au ni daraja la kuwaunganisha wanadamu na Mungu. Tutaenda kuona hili daraja ambalo huyu Pope Leo the 14 anataka kulijenga as a bridge builder. Tutaenda kuona kabisa ni daraja gani hilo ambalo anakuja as a peacemaker, as a unity restorer, peacemaker, unity restorer. Tutaenda kuona kabisa what kind of unity is this man of sin anataka kuleta. Ni amani ya namna gani? Ni umoja ya namna gani? Lakini ni kwa nini ana agenda hiyo ya kuleta amani? But tunatakiwa kukumbuka masomo mengi tuliangalia masomo mengi yaliyopita. Tutaenda kugusia kile ambacho tulishakiangalia nyuma kabisa, na huyu anakuja kukumbushia kwamba watu lazima wakikumbuke kitakacholeta umoja, kitakachokuwa kama daraja la kuwaunganisha watu, daraja la kuunganisha imani ya Kikristo, daraja ya kuunganisha na kutengeneza, nasema one true Christ church, yani kutengeneza kanisa moja takatifu. Na kumbuka nani ambao wamekuwa wakijidai hivyo? Ni kanisa Katoliki. Wamekuwa wakijidai ni kanisa takatifu la mitume. Wamekuwa wakijidai hivyo kwamba ni kanisa takatifu la mitume. Kwa hiyo nini wanachohitaji ulimwenguni? Ni kutengeneza one true church. Na huyu anakuja kuleta kama ni unit restorer, atakayeleta umoja, kuponya jeraha, kuponya kidonda cha utengano wa kuwepo kitu gani? Madhehebu mengi. Kumbuka tumeambiwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu. Na hiki ndicho kitabu tunachokitumia, kitabu chetu cha Pambano Kuu. Tumeambiwa kitu fulani mpendwa, naomba nikukumbushe hapa kile ambacho tulishaambiwa kuhusiana na umoja huu. Si jambo ambalo tumefichwa kuhusiana na umoja huu. Sikiliza tulivyoambiwa. Mtawanyiko mkubwa wa imani katika makanisa ya Kiprotestanti unatazamwa na wengi kama ushahidi ulio wazi wa kutofanikiwa kwa juhudi za kupata umoja unaotafutwa daima. Kumbe umoja huu haujaanza kutafutwa leo, unatafutwa daima. Lakini kuwepo kwa madhehebu mtawanyiko, Seventh Day Adventist, Lutheran Church, Pentecostal, Anglican, madhehebu mengi, tunaambiwa huu ni ushahidi ulio wazi wa kutopatikana kwa umoja unaotafutwa daima. Umoja unatafutwa daima. Tunaambiwa hivi, sikia. Anasema, lakini kwa miaka mingi katika makanisa ya imani ya Kiprotestanti kumekuwepo kauli nzito inayopendelea umoja uliojengwa katika vipengele vya mafundisho ya pamoja. Ili kupata umoja wa aina hiyo, majadiliano ya mafundisho ambayo makanisa yote hayakubaliani nayo, hata kama ni muhimu kiasi gani kutokana na msimamo wa Biblia, ni lazima yaachwe kabisa. Huo ni umoja unaotafutwa. Tunaambiwa unatafutwa daima, lakini umoja huu unapendelea katika vipengele vya mafundisho ya pamoja. The same statement, the same application. Tutaenda kuona kwamba kauli hiyo inaolingana kabisa na hiyo inakuwa moja ya kauli mbiu ya Pope Leo the 14. Je, hii ni ajali? As this came as an accident? Never. Si ajali. Sio ajali. Ni kitu ambacho Mungu anatamani kuzungumza na sisi tuelewe kabisa. Tuelewe kabisa wapenzi watazamaji. Review and Herald. Katika chapisho la Review and Herald, Review and Herald, tuone nini ambacho mjumbe wa Mungu anazungumza nasi. Review and Herald, sikia mpendwa. Anasema, the crisis is now happening us. Mgogoro uko juu yetu sasa. Anasema, the battle is to be waged between Christianity of the Bible and the Christianity of human tradition. Vita ni lazima iamshwe. Vita ni lazima iamshwe kati ya dini, kati ya Ukristo wa Biblia na Ukristo wa tamaduni za kibinadamu. Ukristo wa Biblia na Ukristo wa mapokeo. Tunaambiwa the battle must be waged. Lazima vita viamshwe, lakini kumbuka si vita ya kimwili,
ya mapanga kama Russia and anywhere else. Ni vita ya kiroho. Na vita hii inahusiana na Christianity of the Bible and Christianity of human tradition. Hii ndio vita inayoendelea. Sikia. Sasa wewe utajaribu kuona kwamba wewe utasimama kupigana katika upande upi? Katika upande gani? In human tradition, Christianity of the Bible. The choice is yours. Sikia. Anasema, is there not a criminal negligence in our present sleep condition? Je, hakutakuwa na kosa la jinai kwa upuuziaji wetu wa hali ya sasa. Yani kuna upuuziaji mkubwa sana katika hali ya leo. Upuuziaji mkubwa sana makanisani. Washiriki wanapuuzia, wachungaji wanapuuzia, maaskofu wanapuuzia. All asleep. Sikia. Anasema, there must be a decided advance movement among us. Kunatakiwa kuwepo na maamuzi endelevu miongoni mwetu. Anasema, we must show the way that we recognize in the events that are now taking place in connection with the national reform movement. Sikia, mjumbe wa Mungu anasema hivi, ni lazima tuuonyeshe ulimwengu kwamba tunatambua matukio ambayo sasa yanatokea yaliyounganishwa na National Reform Movement. Mabadiliko ya kitaifa. Vuguvugu la mabadiliko ya kitaifa. Na vuguvugu hili linaleta mabadiliko gani? Sunday movement, Sunday law. Lazima tuonyeshe ulimwengu. Where are we? Hizi vuguvugu za kuileta Sunday law pamoja zimefikiwa wakati gani? National Reform Movement. We must show the people. Sikia. We must show the people. Anasema, the fulfillment of the prophets. Utimizwaji wa unabii. Ni lazima tuwaonyeshe watu how the prophets has been fulfilled day to day. How the prophets has been fulfilled. Sikia mjumbe wa Mungu anavyoendelea kusema, that which we have for the last 30 or 40 years proclaimed would come. Kila ambacho tulikuwa tukikihubiri kwa miaka 30, miaka 40 iliyopita, anasema kitakuja. Is now here. Na sasa kipo hapa. Na utaenda kuona kila ambacho kimehubiriwa miaka 40, miaka 20, miaka 30, miaka 40 iliyopita is now here. Sio hadisi tena, sio nabii tena, sio story tena. It is a reality. Now we see as a reality. Ni uhalisia tunaona kabisa. Anaendelea kusema, that which we have read there. Anasema, and the trumpet of every watchman upon the walls of Zion should raise the alarm. Na tarumbeta ya kila mlinzi juu ya ukuta wa Sayuni inapaswa kutoa sauti, kupaza sauti ya hatari. A warning voice. Tunaambiwa, anasema, must raise an alarm. Ni lazima atoe tangazo kuwakilisha hatari. Jamani, kimbieni. Storm is coming. Sunday law is coming. Put your armors ready. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzishinda hila za mwovu. Every watchman on the walls of Zion must raise an alarm. Kila mlinzi ambaye anadai kuwa mlinzi katika ukuta wa Sayuni ni lazima apaze sauti kuambia watu sheria ya Jumapili imlangoni. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuishinda hila za mwovu. We don't need preachers. We don't need watchmen who are crying peace and safety now. Hawahitajiki wachungaji, hawahitajiki wahubiri, hawahitajiki walinzi ambao watapaza sauti na kulia amani na usalama katika wakati huu. Sikia. Prophets presents Protestantism as having a lamb like horns. Anasema unabii unawasilisha uprotestanti kama nini? Kama mwanakondoo mwenye pembe mbili
kama mwanakondoo, kama mnyama, anasema kama mnyama mwenye pembe mbili kama mwanakondoo. But speaking like the dragon, lakini akizungumza kama joka. Na tunajua hii imezungumzwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11, 12, 13 na kuendelea. Tunaonyeshwa mnyama anayetoka nchi kavu mwenye pembe mbili kama mwanakondoo, lakini akanena kama joka. 12, 13, 14 tunaambiwa naye atumia uwezo wote wa mnyama yule. Yupi? Yule wa kwanza. Anaambiwa tena awaambia dunia na wote wakao ndani yake kumfanyia sanamu mnyama yule wa kwanza, ambaye ni the purpose, mamlaka ya papa. Na mnyama huyu anayetoka nchi kavu, Ufunuo 13 fungu la 11, ni taifa la Marekani ambalo lilianzishwa katika misingi ya kidini Protestantism, Uprotestant. Ndio maana anatajwa hapa mnyama huyo anawakilishwa na mnyama mwenye pembe mbili kama mwanakondoo, Uprotestant, taifa la Marekani lililoanzishwa kwa misingi ya kidini. Nadhani hapo tunaenda vizuri. Anasema hivi, already we are beginning to hear the voice of the dragon. Anasema tayari tunaendelea kusikia sauti ya joka. Wapi? USA. Speaking like the dragon. Since 2015, America spoke like the dragon by authorizing homosexuality, LGBTQ community, gay marriage, lesbian marriage. Tuliona kuanzia 2015 taifa hili la Marekani lilianza kunena kama joka kwa kuzinisha kupitisha sheria za mashoga wasagaji wa LGBTQ kuana. Speaking like the dragon. Protestant, speaking like the dragon. Lakini tutaendelea kuona makanisa ya Kiprotestanti nayo yananena kama joka. Nena kama joka. Makanisa yananena kama majoka. Sio Protestant as a nation. Also Protestantism, like those denominations or these denominations will speak or are speaking even now like the dragon, and we're going to see. Namna gani madhehebu mengi leo yananena kama joka katika mikutano. Kunena kama joka katika mikutano ya kidini mengi yananena kama joka. Mjumbe wa Mungu anasema we are already now seen. Tunaona hata sasa tayari tumeanza kuona madhehebu Uprotestanti unanena kama joka, speaking or emphasizing the agendas of the devil. Sikia. Anasema there, we have read there, anasema there is a satanic force propelling the Sunday movement. Anasema kuna nguvu ya kishetani inayochochea sheria ya Jumapili. Kuna nguvu ya kishetani. Ndio maana unaona hivi kwa nini hao mataifa yanapata nguvu? There is a satanic force. Kuna nguvu ya kishetani propelling, inachochea na kuweka chumvi na kutia moto sheria ya Jumapili. There is a satanic force. Anasema hivi, but is concealed. Even the men who are engaged in the work are themselves blinded to the result which will follow their movement. Anasema hata watu ambao wanajiingiza katika kazi hii ya kuileta sheria ya Jumapili, wao wenyewe ni vipofu ama wamefanywa kuwa vipofu katika matokeo ya vuguvugu hilo. Kwa hiyo wanaendesha vuguvugu hilo na kampeni hizo, but they don't understand what will be the result. Hawaelewi. Blinded. Agenda zinaletwa, panda miti, kata miti, panda miti, fanya hivi, they don't understand what will be the result. Wengi ambao wanasema, watu wengi wanaoshirikiana na katika vuguvugu hilo hawaelewi matokeo yake. Sikia. Anasema hivi, let not the commandment keeping people of God be silent at this time. Hebu wale watu ambao ni watu wa Mungu washikao amri wasikae kimya katika wakati huu.
wasikae kimya katika wakati huu, bado wafanyeje? Anasema as though we gracefully accepted the situation, kana kwamba tunakubaliana na hali hiyo. Tufanye nini? We must raise a alarm. Tumeambiwa kwenye aya iliyopita hapa juu, ni lazima tutoe sauti ya kutoa alarm kwa ulimwengu. Sikia, anasema hivi, there is a prospect before us of waging continuous war at the risk of imprisonment, of losing property and even life itself, to defend the law of God which is being made void by the laws of men. Anasema kuna hali ya wakati huu ambayo inachochea nini? Inachochea kuamsha vita endelevu ambayo italeta kupoteza nini? Jela. Watu katika hatari ya kuingizwa jela, katika kutoa sauti hiyo ya hatari, kuingizwa jela, kupoteza mali na hata maisha yenyewe kwa ajili ya kuilinda sheria ya Mungu. Tunaambiwa wajumbe wa Mungu wakati huu kuna hatari, kuna matarajio, kuna uwezekano wa kupelekwa jela, wa kunyang'anywa mali na hata maisha yenyewe ama kuuawa kwa lugha nyingine, kwa ajili ya kutetea amri ya Mungu inayofanywa kuwa ubatili, inayobatilishwa kwa sheria za wanadamu. Sikia, anasema hivi, the Bible will be quoted to us. The Bible text will be quoted to us. Let every soul be subject unto the higher powers, for powers that be are ordained of God. Anasema Biblia itanukuliwa, mafungu ya Biblia yatanukuliwa kwetu, kwamba hebu kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, kwa sababu mamlaka iliyopo imewekwa na Mungu. Tambia ti, serikali imesema ti. Serikali imeshasema ti. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 13. Ufunuo sura ya 13. Tufike hapo mpenzi mtazamaji, msikizaji. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Ufunuo sura ya 13. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na mstari wa 12. Sikia, 13:12. Anasema naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. 13. Turuke 13 twende 14. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Hii tunaambiwa utawala wa Marekani utauambia ulimwengu kumfanyia sanamu mnyama wa kwanza. Na mnyama wa kwanza tunajua ni utawala ama mamlaka ya upapa. Anauambiaje ulimwengu kumfanyia sanamu? Anauambiaje ulimwengu? Kumbuka taifa la Marekani litatumiwa na mamlaka ya upapa ili kunyanyua upapa, kurejesha upapa. Na kumbuka taifa la Marekani linawakilishwa na taifa la Kiprotestanti ama imani ya Kiprotestanti, ndio inawakilisha hapo. Na hata leo tunajua wazi wale ambao wataufanya upapa upate nguvu na kupata mamlaka yake kama ya mwanzo ni Uprotestanti. Kupitia Uprotestanti ndio watakaorejeshea upapa, ndio ambao wataurejesha upapa upate nguvu tena. Katika chapisho la Review and Herald, Disemba 21, 1897,
Review and Herald, Disemba 21, 1897, paragraph ya 14. Paragraph ya 14. By the way, hile tumesoma ni Review and Herald ni Januari 1, 1889, paragraph ya 3 na ya 4. Hapa tunasoma Review and Herald. Review and Herald Disemba 1889, paragraph ya 14. Anasema, in this time of prevailing iniquity, the Protestant churches that have rejected as thus says the Lord will reach a strange pass. Anasema katika wakati huu wa kuibuka kwa uovu, Uprotestant, makanisa ya Kiprotestanti ambayo yamekataa hivi ndivyo asemavyo Bwana, watafanya nini? Anasema watafikia hatua ngeni. Watafikia hatua ngeni kwa sababu ya kukataa hivi ndivyo asemavyo Bwana. Na tutaenda kuona sasa, tutakavyokwenda kuangalia kwa nini huyu Popularity 14 anaitwa bridge builder kwa namna gani. Sikia, anasema hivi, they will be converted to the world, wataongolewa ulimwenguni, yani watakuwa wakifanana kama ulimwengu. Converted to the world. They will walk upon the rulers of the land to make laws to restore the lost ascendants of the man of sin. Watafanya nini? Anasema watafanya kazi juu ya watawala wa nchi kutengeneza sheria. Kumbuka tunaangalia mnyama wa nchi kavu, mwana anayefanana mwana kondoo, ambaye analinganishwa na Uprotestanti. Tunajua pamoja na taifa movement nyingi za Sunday Law tutaiangalia leo kwa upande wa mnyama kutoka nchi kavu kama Uprotestanti, kwa sababu ndiyo chanzo cha Uprotestanti mwingi ulimwenguni. Makanisa mengi ya Kiprotestanti, kwa ukizingatia ni taifa lililojengwa kwa misingi ya Kiprotestanti. Nini kitakafanyika? Makanisa ya Kiprotestanti yataungana na serikali za dunia. Watafanya kitu gani? Wataunda sheria kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kufanya kitu pamoja, kwa ajili ya kurejesha, kuibuka ama kukua kwa mtu wa kuasi. Kwa hiyo Protestant ndio utakao mrejesha mtu wa kuasi. Mtu wa kuasi. Anasema who sits in the temple of God, showing himself that he is God. Anasema ambaye anakaa katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake mwenyewe kana kwamba yeye ndiye Mungu. Lakini Uprotestanti utaunda sheria kumrejesha mtu huyu, mtu wa kuasi. Na tutaenda kuona makanisa ya Protestanti tayari ameshaunda, tayari ameshakubali kumrejesha mtu wa kuasi anayejiigiza nafsi yake kama Mungu. Tutaenda kuona vizuri hapa. Anasema the Roman Catholic principles will be taken under the protection of the state. Huu ni unabii na mjumbe wa Mungu ameandika, nabii wa Mungu ameandika. Nabii wa Mungu ameandika. Sikia, anasema kanuni za Kikatoliki, kanuni za kanisa la Roman Katoliki zitachukuliwa, zitalindwa chini ya ulinzi wa serikali. Chini ya ulinzi wa serikali. Zitalindwa na serikali. Kanuni za Roman Catholic ambazo Protestant churches are ready to unite themselves ili kusaidia upapa uinuke. Wapo tayari kuungana nao kunyanyua upapa kwa kukubali kanuni zake. Anasema sikia, the Protest of the Bible truth will no longer be tolerated by those who have not made the law of God their rule of life. Anasema upinzani wa Biblia hautavumiliwa tena. Hautavumiliwa na wale ambao hawajaifanya Biblia kuwa kanuni yao ya maisha. They will never tolerate. Hatavumilia tena. Ambao hawajaifanya Biblia
kuwa kanuni ya maisha yao. Hawatavumilia tena upinzani wa Biblia hiyo. Hawatavumilia tena. Nini watakifanya? Watapinga kanuni zake. Watapinga kanuni zake. Upinzani wa Biblia hautavumiliwa tena. Watapinga kanuni zake. Tumeshaambiwa kwamba nini kitakachorejesha upapa? Ni kanuni za Kiprotestanti. Uprotestanti kukubali kanuni za kipapa ndizo zitakazo ufanya uprotestanti ama upapa uibuke. Sasa tusome kile ambacho mamlaka hii ilishakizungumza. Nimekuambia kile ambacho amejinena mwenyewe kwamba ni restorer of unity and peace. Kumbuka hiyo ni ajenda yake kubwa. BBC. Hiyo ni BBC News. Na ni chapisho ambalo ni siku 5 tu zilizopita. Sikiliza anavyosema. Pope Leo the 14. Papa Leo wa 14 anasema hivi, sasa ni wakati wa mazungumzo ya kujenga madaraja. Ni wakati wa mazungumzo ya kujenga madaraja. Kujenga madaraja. Madaraja gani? Utaenda kuona. Anasema katika hotuba yake, huyu anayemuita baba yao mtakatifu ameangazia msisitizo wa Papa Francisco kuhusu undugu wa dunia nzima, akiendeleza mipango ya mapapa waliotangulia, hasa mtakatifu Yohana 13. Anasema nini walikitangulia ndugu zake hao waliotangulia? Anasema hivi, Papa Francisco, Papa wa Fratelli Tutti. Kumbuka Papa Francis alitoa waraka au encyclical iliyokuwa inajulikana kama Fratelli Tutti. Nini akisema? Anasema aliendeleza njia ya kiekumene na mazungumzo kati ya dini. Ecumenism, umoja wa madhehebu chini ya World Council of Churches, chini ya baraza la umoja wa makanisa. Ecumenism, kuunganisha makanisa. Sikia nini akisema tena? Anasema hivi, Papa Leo alisema zaidi ya yote kwa kukuza mahusiano kati ya watu kwa njia ambayo bila kuondoa chochote kutoka kwa vifungo vya kanisa, tabia ya kibinadamu na kukutana ilithaminiwa daima. Mungu atusaidie kuthamini ushuhuda wake. Kwa hiyo wao wanahitaji kitu gani? Kurejesha undugu, brotherhood. Lakini brotherhood kwa namna gani? Hicho ndicho natamani tukiangalie leo. Kwa sababu huyu anakuja kujidai ni restorer of peace, restorer of unity. Na kumbuka tumeambiwa kwenye Review and Herald, wa Protestanti wako tayari kuungana na upapa ili kurestore ascendance of the man of sin, kumrejesha mtu wa kwasi, ambaye katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3 hata wa 5 tumeambiwa mtu asiwadanganye. Siku ya Bwana haiji asipokuja kwanza ni nani? Mtu wa kuasi, akafunuliwa mwana wa kuasi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa. Huyo akija ndiye mwisho utakuja. Na nani atamleta? Through Protestants. Wa Protestanti watakapokuwa tayari kukubali kanuni zake, kumrejesha ascendance of the man of sin. Sikia BBC News, njia ya kawaida katika roho ya undugu wa kibinadamu. Anasema hivi, akigeukia wawakilishi wa mapokeo ya kidini yasiyo ya Kikristo, Papa Leo wa 14 alisema njia yetu ya kawaida inaweza na lazima ieleweke kuhusisha kila mtu katika roho ya undugu wa kibinadamu. Kwa hiyo hii kila mtu atahusishwa. Uone umuhimu wa wewe kusikiliza na kujifunza. Kila mtu atahusishwa. Kila mtu atahusishwa. Anahusishwaje kila mtu? Desire of Ages, tumaini la vizazi vyote, kurasa 582 tumeambiwa kila mwanadamu atajaribiwa. Atahusishwa kila mtu. Kitu gani? Wao wanadai ni kuleta undugu, kuleta umoja. Kwa hiyo watakao kataa wataambiwa hawa ndio wanaochukia umoja. We must to deal with them. Lazima tuwashughulikie. Sikia, Papa Leo alisema ni wakati wa mazungumzo ya kujenga madaraja.
Kwa hiyo kulikuwa na bridge yamevunjika. Ni wakati wa mazungumzo, wakati wa kujenga madaraja, wakati wa kujenga madaraja. Sikia, Baba Mtakatifu alimtazama tena mtangulizi wake wa karibu, akikumbuka juhudi za ajabu zilizofanywa na Pope Francis kwa ajili ya mazungumzo ya kidini. Kumbuka, during the COP26, Papa Francis aliwaongoza viongozi wa kidini kwenda kufanya matambiko ya waraka wa kwake aliyoutoa 2015, waraka wa Laudato Si on care of a common home. Waraka ule ambao ulikuwa ukisisitiza utunzaji wa mazingira, and the page 237 unaosisitiza utunzaji wa Jumapili kama sabato ya Wayahudi. Laudato Si ndio waraka uliokuwa Papa on care of a common home, uliohamasishwa utunzaji wa Jumapili kama kificho cha utunzaji wa mazingira, na viongozi wa dunia walikuwa tayari kuimba kwamba ajenda hii ya Baba wanayemuita mtakatifu wao kwamba ni njema ya utunzaji wa mazingira. Hii ndiyo ajenda ambayo imeimbwa na Marekani, imeimbwa Afrika, imeimbwa Kenya, imeimbwa Tanzania, utunzaji wa mazingira. Lakini niwapongeze kwamba mmechagua kujadili na kutekeleza kwa vitendo mambo ambayo tumeamrishwa na ulimwengu kupitia malengo endelevu ya dunia, yale malengo 17. Aidha, inatia moyo sana kuona kuwa hata Baba Mtakatifu Francis ameona inafaa swala la utunzaji wa mazingira kuwa sehemu ya ujumbe na mpango mkakati wenu ili lipate msukumo zaidi. Na kama alivyoeleza Baba Mtakatifu, dunia ndiyo nyumba yetu sote, yani earth is our common home. Hakika sisi hapa Tanzania tunathamini maisha ya kijamii, community life, yanayoendana na mantiki ya mkakati huo wa Kanisa la Wakatoliki, kwamba sasa tujenge nyumba yetu sote, tuitunze nyumba yetu sote, tulinde na kila nchi imeimbwa on care of a common home, ajenda iliyo na kificho ya kuleta sheria ya Jumapili. Warumi 1:24, watu walimwabudu kiumbe wakaacha kumwabudu muumbaji wa viumbe. Huu ndio ambayo ajenda tunaambiwa Pope Leo 14 anaendeleza ajenda ya mtangulizi wake ya kuzungumza, ya kuleta pamoja makanisa. Mtangulizi wake aliwaongoza makanisa Protestant churches kwenda kufanya matambiko, kama ambavyo unaona walikuwa wakifanya matambiko ya kuweka udongo kwenye mti, kukubaliana na ajenda ya utunzaji wa mazingira, climate change, climate Sunday law, mark of the beast. Mark of the beast. Reverend Herald, tutarudi huku mpenzi mtazamaji. Reverend Herald, we shall come back here. Twende katika chapisho hili la Reverend Herald. Nini tunaambiwa? We have no time to lose. Reverend Herald, review and Herald. Sikia anavyoambiwa Reverend Herald ya Reverend Herald katika chapisho Reverend Herald Januari 1, 1889. Paragraph ya 18 anasema, we are not ready for this great issue to which the enforcement of the Sunday law will bring us. Hatupo tayari kwa jambo hili kubwa ambalo ulazimishaji wa sheria ya Jumapili utarileta. We are not ready. We are not ready. Anasema, let the members of the church, let the members of our church become missionaries for the master. Ebu na washiriki wa kanisa wawe wa missionari kwa ajili ya Bwana wao Yesu Kristo. Let them not linger in his and indifference. Ebu asikawie katika kupenda urahisi na kutokujali. Church members anasema, but let them go forth to work for God. Ebu na wasonge mbele kwa kazi ya Mungu, kwa kazi ya Bwana. We are not ready. We are not ready. We are not ready. We are not ready, brothers and sisters. Anasema, the spiritual muscles have been nearly palsied with inaction. Misuli ya kiroho imekaribia kufa kabisa
kwa sababu ya kutofanyiwa kazi. Go without the camp. Nenda pasipo kutegemea makambi. Nenda pasipo kutegemea mkutano. Start with one person. Usubiri net event. Usisubiri net event. Start with one person. Unakutana naye mtaani, mpate kitabu, jifunze naye. Na unapata fursa, tunajifunza kwa namna hiyo. Go without camp. Go without camp. Anasema bearing the reproach for Christ and the truth. Ukibeba ushuhuda, ukibeba kemeo, ukibeba onyo kwa ajili ya Kristo na ukweli. We are not ready. Papa Francis anaendeleza agenda za mtangulizi wake. Pope Leo the 14. Agenda za mtangulizi wake. Sikia. Anasema uhusiano wa Uyahudi, Uislamu na mila zingine. You can pause the video, unaweza kusimamisha wakati mwingine unasoma. Umoja wa kweli ni umoja katika imani. Sasa sikiliza anachokisema. Umoja wa kweli ni umoja katika imani. Anasema nini? Akizungumza kwanza na makanisa mengine ya Kikristo na jumuiya za kikanisa, Pope Leo the 14 wa 14 alikumbuka mwazimisho wa mwaka 1700 wa Baraza la Nisea, akikazia kwamba umoja kati ya Wakristo unaweza tu kuwa umoja katika imani. Umoja katika imani. How comes Protestant, Catholic, Seventh-day Adventist, Catholic, Lutheran, Pentecost, Methodist wanaunganaje watu hawa katika imani? Kama misingi yao ya makanisa inatofautiana, wanaunganaje? Lakini kumbuka Pope Leo the 14 ambaye anakuja kama mjenzi wa umoja, anaunganisha majeraha. Anasema nini kinahitajika? Anasema hivi, umoja wa kweli ni ule unaohusianishwa katika umoja wa imani. Na nini amekisema? Mwaka 1700 wa maadhimisho ya Baraza la Nisea. Kumbuka tulishaangalia sehemu ya 7 siri zilizofichika. Mwezi wa 10 tarehe 24 mpaka 28. Baraza la Nisea wanapoenda kukaa kwa ajili ya kuleta umoja. Uleta umoja unaotafutwa daima. Lakini umoja huu wa makanisa ndio unaoitwa sanamu ya mnyama. Sanamu ya mnyama. Makanisa kuungana kama binti Herodia, kuungana baadaye na Herodia, Yezebeli, kanisa la Roman Catholic. Alafu nini kinafanyika? Yezebeli, mamlaka ya papa. Herodia na binti Herodia, Uprotestanti ulioasi. Makanisa ya Kiprotestanti wanaungana kwa pamoja. Nini kinaenda kufuata? Kwenda kumtesa Yohana Mbatizaji. Wayahudi walifanya hivyo. Kuungana na makuhani, Yuda aliuliza, what thou gives me? Mtanipatia nini? Mnanipa shilingi ngapi? Niwauza wana matengenezo. Mnanipa shilingi ngapi? Niwatajie walipo. Mnanipa shilingi ngapi? Nikupe namba zake za simu. Mnanipa shilingi ngapi? They will sell their brethren to the apostate, to the Roman Catholic. Sikia. Baraza la Nisea 2025 mwezi wa 10. Na Pope Leo the 14 anarejea katika the same scene kwamba umoja wa kweli wa Wakristo ni umoja uliojengwa katika imani. Kwa hiyo imani iliyoanzishwa Nisea ndiyo ambayo inapaswa kuwaunganisha Wakristo wote. And by the way, tutaenda kuona anachokiongea. Je, anazungumza au ana uhakika nacho? Aliongeza kuwa kutafuta ushirika kamili na unaoonekana wa Wakristo wote ni moja ya vipaumbele vyake kama askofu wa Roma. Nini kipaumbele cha askofu huyu mpya? Nini kipaumbele chake? The new pope anasema kipaumbele chake ni kutafuta umoja kamili, ushirika kamili unaoonekana wa Wakristo wote. Kumbuka kwenye gazeti lile la The World Council of Churches tuliona waliuliza swali, where is now for visible unity? Umoja unaoonekana uko wapi sasa? Waliuliza. Na huyu anakuja kusema kipaumbele chake ni kuleta umoja kamili kwa Wakristo wote, visible unity, umoja unaoonekana.
Umoja unaoonekana. Bridge builder, man of sin, anasema hivi, umoja unaoonekana. Umoja unaoonekana. Anasema hatimaye akiwahutubia wawakilishi wa mapokeo ya mengine, kutia ndani Uhindu, Ubudha, Ujaini na nyinginezo, Papa Leo alionyesha shukrani kwa mchango wao kwa mchango wao kwa amani katika ulimwengu uliojeruhiwa na jeuri na migogoro. Anataja nini? Uhindu, Ubudha, Ujaini na nyinginezo. Zote anakutana nazo kama unavyoona picha hizo. Wote alikutana nao. Nini anatafuta? Yeye anatuambia anachokitafuta ni kuleta ushirika kamili. Perfect ushirika kamili na unaoonekana. Visible unity, umoja unaoonekana wa Wakristo wote. Hii ndio agenda ya huyu New Pope, American Pope. Agenda yake kutafuta umoja unaoonekana daima. Sikia. Anasema wakati huo alieleza matumaini yake kwamba kwa kufanya kazi pamoja, waamini wa kidini wanaweza kusaidia kusema hapana kwa vita, kwa mashindano ya silaha na kwa uchumi usio na haki, na ndiyo kwa amani, kupokonya silaha na maendeleo ya pamoja. Hiko ndicho ambacho anakizungumza Pope Leo the 14. Kutafuta umoja unaoonekana. Where is now for visible unity? Hiyo ndiyo kauli ambayo iliulizwa walipoanza kuelekea baraza la Nisea. Na wanapoelekea baraza la Nisea, kauli mbiu ni hiyo. Kauli mbiu ya baraza la Nisea ni hiyo. Unaweza ukasoma tu. Kauli mbiu walisema where is now for visible unity. Nakumbuka hii inaenda kufanyika tarehe ngapi? Tarehe 24 mwezi wa 5, Egypt. Tarehe 24 mwezi wa 5. Tarehe 24 mwezi wa 10. Inaenda kufanyika tarehe 24 mwezi wa 10 hadi tarehe 28 mwezi huo 2025. Where is now for visible unity? Na nasema hiki ndicho kipaumbele cha Pope Leo the 14. Kuleta ushirika unaoonekana, ushirika unaoeleweka, ushirika kamili wa Wakristo wote, si mmoja mmoja, for all Christians. Nakumbuka wakati huo Yesu alisema, kama mimi tulivyo wamoja na Baba yangu, vivyo vivyo hao wawe na umoja. Umoja gani? Umoja uliojengeka wa kiimani. Na yeye anasema ni imani. But what kind of faith is he emphasizing? The faith of Nicea. Imani ya Nicea. Imani ya Nicea. Na nasema ni wakati wa kufanya majadiliano ya kidini, kuleta umoja wa Wakristo wote, umoja wa imani zote. Nini kinafanyika? Ni kukamilisha ujenzi wa sanamu ya mnyama. Na ukisha kamilika, nini kinafanyika? Ufunuo 13 mstari wa 2. Na mnyama yule ndiye muona alikuwa mfano wa nini? Wa chui, na miguu ya dubu, na kinywa cha simba. Na nini? Anasema joka akampa nguvu zake, na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa nini anatajwa kinywa ni cha simba? Ni kwa sababu atatamka, kutoa tamko linalolingana na huyu aliyeitwa simba, mnyama aliyelinganishwa na simba, Babeli. Danieli sura 7. Babeli tamko gani alitoa? Katika Danieli sura 3 mstari wa 1, wa 2, wa 3, wa 4, wa 5 nasema, enyi wakazi wote wa Babeli,
mmeamuriwa hivi: mtakapoisikia sauti ya panda, tarumbeta na ngoma na mziki wa kila aina, msujudie sanamu ya mnyama. Naye ambaye hatafanya hivyo, nini kitamkuta? Atatupa katika tanuru iwakayo moto saa hiyo hiyo. 15 Ufunuo mstari wa 15 sura 13. Tunaambiwa hivi: naye amepewa kutia pumzi katika sanamu ya mnyama. Kutoa pumzi katika sanamu ya mnyama ni kitu gani? Kuipatia sanamu hii ya mnyama, muungano huu wa makanisa, kuwa na nguvu ya kuamrisha kisheria, enforcement ya kufanyaje? Kila ambaye hata isujudia auawe, ambaye hata kubaliana kuungana kwa umoja huu wa imani ya Pope Leo the 14, ambaye makanisa ya Kiprotestanti yanashirikiana kumnyanyua. Kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 253. Tufike hapo. Nini ambacho shetani alikifanya hapo kabla, wakati alipoona kwamba, alipotamani kuleta umoja ambao Mungu hakuuzinisha. Sura ya 16 Pambano Kuu aya ya mwisho ya sura ya 16 anasema, shetani alipoona kushindwa kwa juhudi zake za kuangamiza ukweli kwa kutumia mateso, alitumia tena njia ya majadiliano ambayo ilikuwa imesababisha uasi mkuu na kuanzisha kanisa la Roman Katoliki. Nini Mungu anakisema? Kwamba Waprotestanti, makanisa ya Kiprotestanti, kwa kushirikiana na kwa kukubali kuvunja kanuni za hivi ndivyo asemavyo Bwana. Bwana anasemaje? Vivyo hivyo na wachungaji, maaskofu wawe mume wa mke mmoja, lakini president of the union, president of the general conference, mchungaji senior askofu Lutheran, askofu Mennonite, askofu wao wanasema nini? Mke anapaswa kuwa mchungaji. Ndio naona wachungaji maaskofu wa Lutheran ni wengi blasphemy, kufuru hii. Naona wachungaji wa Kisabato wa kike dharau kiasi gani. Naona kubali kuitwa mimi ni mchungaji wa kike. Tangu lini umekuwa baba? Emphasizing homosexuality, lesbianism, gayism. Kila mchungaji wa kike anahamasisha ushoga. Unajua ama haujui? It is in accordance with the Bible. Na hakuna kuomba radhi hapo. It is a truth. Sikia. Anasema hivi, safari hii alikuwa akiwashawishi wa Kristo kuungana wao kwa wao, sio tena na wapagani, bali kuungana na wale ambao kwa kuupenda mambo ya ulimwengu huu walikuwa wamejithibitisha wenyewe kuwa waabudu sanamu kamili kama walivyokuwa waabudu sanamu za kuchonga. Na matokeo ya muungano huu wa sasa ungekuwa na madhara sana ya polepole kama yale ya wakati wa zamani. Kiburi na uzushi vilikuwa vimetunzwa ndani ya kificho cha dini ili makanisa yaharibike. Muungano huu wa kukaa meza moja na kujadiliana mwanzoni ulilileta kanisa Katoliki, na wakati huu utaliinua tena kanisa Katoliki. All Christian faith, all apostate Christian faith will become Catholics. Watakuwa Katoliki. Sikia. Shetani aliendelea kupotosha mafundisho ya Biblia na wakati ambao na mapokeo ambayo yangewaangamiza mamilioni ya watu. Ndio yaliyochukua uzito mkubwa. Kanisa lilikuwa linashikilia na kutetea mapokeo hayo badala ya kupambania imani iliyokabidhiwa na watakatifu mara moja tu. Hivyo ndivyo kanuni zilivyowekwa. Hivyo ndizo kanuni zilizowekwa na kutabikiwa na watengenezaji zilivyovunjwa kwa majadiliano. Kanuni zilivunjwa kwa namna hiyo. Mafundisho yalishushwa. Imani tuliyokabidhiwa mara moja tu ilishushwa kwa sababu ya makanisa ya Kiprotestanti. Makanisa ya Kiprotestanti kukataa hivi ndivyo asemavyo Bwana.
Hicho ndicho Mungu anachokizungumza leo. And by the way, kwa sababu ya muda wetu, sehemu ya pili tutaenda kuangalia ni kwa namna gani makanisa yote hata sasa yameungana kiimani na kanisa Katoliki. Tutasoma machapisho mbalimbali. Wewe usikose sehemu ya pili. Utaenda kushuhudia makanisa yote yanodai ya Kikristo, madhehebu, nazungumzia madhehebu, yameshaungana na Wakatoliki. Tutasoma mafundisho ya Kikatoliki ambayo Wakatoliki wanadai haya ni ya kwetu. Tena wanadai kanisa la Lutheran, kanisa la Katoliki, kanisa Pentekoste, kanisa Mennonite tunaungana nao katika fundisho hili. Sehemu ya pili tutaenda kueleza vizuri kabisa. Lakini nini Mungu anahitaji tufanye? Nini anahitaji tufanye? Nini anahitaji tufanye? Huu ni wito wa kila mmoja. We have no time to lose. Hatuna muda wa kupoteza wapendwa, ni muda wa kukaa na kujitathmini. Sasa wakati kuhani wetu mkuu akihudumu katika hekalu mbinguni, tunaambiwa tunapaswa kutafuta kuwa wakamilifu katika Kristo. Are we reflecting the image of Christ fully? Tunaiakisi tabia ya Kristo katika mazungumzo yetu, katika mawazo yetu, katika matendo yetu, nyumbani kwetu. Je, tunavyoishi? Familia zetu tunamuakisi Yesu? Mimi kama mama nyumbani, mimi kama baba nyumbani, ninaishi kwa kumuakisi Kristo ama shetani? Who am I reflecting? Review and Herald. Review and Herald, Novemba 27, 1900. Review and Herald, Novemba 27, 1900. Paragraph ya pili. Hii ni nukuu yetu ya mwisho tunapoenda kufunga sehemu hii ya leo. Anasema, everything has been moving on just as Lord revealed in prophets that it would. Anasema kila kitu kimekuwa kikienda, kimekuwa kikisukuma, kimekuwa kikipanda kama vile Bwana alivyofunua katika unabii kitakuwa. Something great and decisive is soon to take place. Kitu fulani kikubwa na cha kufanyiwa maamuzi kinakaribia kutokea hivi karibuni. Anasema else no flesh will be saved. Kitu fulani kikubwa ni lazima kiamuriwe katika wakati huu, ni lazima kifanyike, au sivyo hakuna mwanadamu atakayeokolewa. Kuna mwanadamu atakayeokolewa. The character of God will not be compromised. Tabia ya Mungu haitavurugwa. Tabia ya Mungu isivurugwe. Tabia ya Mungu isichanganywe, watu wasielewe. Anasema under the wrath of God, universal desolation will soon reach all parts of the unknown world. Chini ya hasira ya Mungu, utengano wa daima utafikia katika pande zote za ulimwengu huu unaojulikana. There have been lightnings and earthquakes. Kumekuwa na matetemeko, radi, moto, mafuriko na majanga katika nchi kavu na baharini. Ni nani asiyesoma? Ni nani asiyesoma maonyo haya? Ni nani asiyesoma? Anasema what impression is made upon the world. Ni mguso gani unaowekwa? Ni mguso gani unaowekwa katika ulimwengu huu? Ni mguso gani? Sikia. Ni mguso gani unawekwa katika ulimwengu? Anasema what change in the attitude is seen. Ni mabadiliko gani katika tabia zao? Ni mabadiliko gani yanaonekana? No more than was seen in the inhabitants of the Noachian world. Anasema hakuna zaidi ya ilivyoonekana
katika siku za Nuhu, katika ulimwengu wa Nuhu, hakuna mabadiliko, majanga yanatokea, ishara yanatokea, but no transformation, no change of character. We are living the same as we live yesterday. Na tunaendelea kuimba, njoni tufurahi, tuchinje kuku na kula supu, sikukuu kupita piasi, leo kama jana. Tunaendelea kuimba, hakuna mabadiliko. Sikia, the people are just as arrant today in their games, in their horse racing, in their love of amusement, as were the antediluvians, who knew not until the flood came and took them all. Anasema watu wameendelea tu kukaza, wameendelea tu kuendekeza katika michezo yao, katika mbio zao za farasi, katika kupenda maburudisho, kama watu walioishi kabla ya gharika, ambao hawakujua gharika ilipokuja ikawaangamiza wote. Hivyo ulimwengu unavyoishi leo. Anasema they are heaven sent warnings, wamekuwa na maonyo yaliyotupa kutoka mbinguni, but they refused to listen, wamekataa kusikiliza maonyo. Ulimwengu wa leo, kosa kubwa ni kukataa kusikiliza warnings. We love to hear soft words. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. You are eating biscuit, alafu Mungu akubariki. Abariki nini hapo sasa? Akubariki ili uendelee kuangamiza afya. Sikia, today by their attitude they declare, we want not thy way. Kwa mienendo yao, kwa tabia zao walitangaza kwamba hatutaki njia zako. Oh God, oe Mungu, hatutaki njia zako. We want our own way. Tunahitaji njia zetu wenyewe, usituingilie. Usiniingilie, hatutaki njia zako. Anasema hivi, our own will, mapenzi yetu wenyewe. Today the world is mad. Leo ulimwengu ni kichaa. Ulimwengu ni kichaa. And insanity is upon men and women. Ukichaa upo juu ya wanaume na wanawake. And is hurrying them on the eternal way. Na unawaharakisha katika maangamizo ya milele. Every species of indulgence prevail. Kila kipengele, kila nyanja ya uendekezaji unaenea. And men have become so infatuated with vice that they will not listen to the warnings or appeals. Kiasi kwamba watu wamekuwa wakisisimishwa na kupenda kwao ubatili, kiasi kwamba hawatakuwa tayari kusikiliza maonyo ama wito. Huo ni wakati tunaoishi leo. Je, utakubali? Unatamani kuwa katika hali hiyo? Sidhani kama unatamani kuishi katika hali hiyo. Katika sehemu ya pili tutaenda kuona ni namna gani madhehebu yote, imani anayodai Pope Leo the 14 kwamba ndio ya kuunganisha madhehebu yote ameshaikubali. Tutaenda kuona vizuri, lakini tutaenda kuona kile ambacho kimekuwa kikiendelea, maana watu wanazungumza kanisa moja kama wale Roman Katoliki wanavyoamini kwamba hilo ndio kanisa takatifu la mitume lililojengwa kwa misingi ya manabii. Lakini kanisa ambalo kupitia mkuu wao anayemuita Po ni mrithi wa Petro. Tutaenda kuona katika sehemu inayofuata. Ninakusihi usikose. Tunapoenda kufunga, tupige magoti kwa ajili ya ombi. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa ujumbe huu ambao umeruhusu tuusikie katika jioni ya leo. Asante kwa sababu kupitia ukweli wako tunaunganishwa kupitia Roho wako Mtakatifu. Tupatie nafasi, tupatie fursa ya kukutana tena katika sehemu ya pili, katika nafasi ya nyingine tena kujifunza pamoja na msikilizaji kila ambacho unatamani tukisikie, ili tuone unatamani tufanye nini kwa ajili ya kuokoa maisha yetu. Nitumaini letu kwamba umesikia maombi yetu, na nitumaini letu kwamba umembariki msikilizaji na mtazamaji, na utatupatia nafasi nyingine tena. Tuongoze, tupatie nguvu ya kujiandaa, tupate badiliko la tabia inayofanana na mwana wako mpendwa. Katika mambo haya yote tusaidie tukaamke kwa ajili ya kujiandaa kwa kile kinachojua ulimwengu. Tumaini letu Bwana uko nasi, kupitia jina la Kristo mwanao mpendwa tunaomba tukishukuru. Amen.
fikira moja tu hurejea tena. Nimekaribia mbingu zaidi ya jana, karibu na kwetu mbinguni, karibu na kwetu sasa, nikuone karibu, karibu na kwetu, na kwenye makao kiti cha enzi cha Mungu, pahali pa mto, karibu na kwetu mbinguni, karibu na kwetu sasa, nikuone karibu. Kamilisha Yesu kuamini kwangu, nikifika mwisho wangu, nikuone karibu, karibu na kwetu mbinguni, karibu na kwetu sasa, nikuone karibu.